Tutakunja kitambaa chetu, unaweza kutumia kitambaa au kitenge. Tutakunja hivyo na baada ya kukikunja tutapima urefu. Mimi nimetumia inchi 13 urefu na upana nimetumia inchi 6. Lakini unaweza kubadilisha kulingana na size ya chupa lako. Kwa hiyo baada ya hapo nitakata. Sio lazima utumie vipimo hivi, unaweza kubadilisha ukapima chupa lako na ukapima. Kwa hiyo mimi nimeweka hivyo na baada ya hapo sasa nitakunja na ndani hivyo. Nitashona pindo hapo na baada ya hapo sasa nitaenda kushona mistari miwili hapo katikati. Mstari wa kwanza huu nitaushona na huu wa pili niloweka chaki nitaenda kushona ili tuache nafasi katikati. Kwa hiyo nitashona hapo. Kwa kama hivyo nitashona huu mstari wa kwanza na nikimaliza hapo nitashona tena huu mstari wa pili nilotia chaki. Na kama ulivyoona sasa tayari nimeshashona mistari miwili, imebakia tundu hapo katikati. Kwa hiyo nitaikunja hivyo na kisha nitashona juu, nitaacha ule mstari katikati na nitashona chini. Hapo katikati sipashoni. Kwa hiyo nitashona ule mstari wa juu, ule mstari katikati niloshona hapo nitapacha wazi. Kwa hiyo baada ya kushona sasa inakuwa kama hivyo, nimeshaunganisha. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kuweka duara la chini. Kwa hiyo nitapima mzunguko wangu mimi na kisha nitakuta ni 11. Kwa hiyo nitakunja kitambaa changu hivyo ili nitoe kaduara ka chini. Unaweza kutumia njia yoyote tu. Kwa hiyo mimi baada ya kupima ile nitapima inchi 2.5 kwa sababu hii inatumika ni kadogo sana. Kwa hiyo nitapima inchi 2.5 mzunguko wangu, nitatoa kaduara kangu hako. Kwa hiyo nitaenda kukashonea hapo. Kwa baada ya kukashonea sasa tayari nimeshashona duara langu limekuwa kama hivyo. Na unaona mfuko wangu sasa unakaribia kukamilika. Kama ulivyoona nimeugeuza na umekuwa kama hivyo ulivyo. Tayari nimeshaweka duara kila kitu kiko sawa. Kwa hatua inayofuata sasa nitaenda kutengeneza mkanda kwa ajili ya kuwekea pale ile sehemu ambayo tuliacha wazi. Na mimi nitatumia tu inchi 1 upana na unaweza kuweka size yoyote, haina size ya urefu ambayo unaweza ukaweka. Ule upana maalum ni wewe kutokana na mapenzi yako. Kwa hiyo ili kawe kadogo kana kuvutia mimi nitaweka tu inchi 1. Kwa hiyo nitapima inchi 1 na nitakata. Baada ya kukata sasa nitakunja vizuri, halafu nitaenda kushona mpaka mwisho. Baada ya kushona sasa ninakageuzia. Natumia kijiti kwa ajili ya kukageuzia na unaona kalivyo kembamba kabisa kako vizuri. Kwa hiyo sasa pale sehemu tulioacha wazi ndio tunaenda kuingiza kaka mkanda kitu. Ile sehemu tulioacha wazi yenye tobo ndio tunapitisha huu mkanda wetu. Kama unavyoona napitisha mkanda hapo sehemu nilioacha wazi mara ya kwanza na inakaa kama hivyo ilivyokaa. Iko vizuri kabisa kama unavyoona. Kwa hiyo hatua inayofuata tunaenda kushona sasa mkanda wa kushikia chupa letu. Mimi nitatumia inchi 20 urefu na inchi 2 upana. Kwa hiyo baada hapo nitakata. Unaweza kuongeza pia size ya urefu kama unapenda mkanda mrefu. Haina sheria. Kwa hiyo baada ya kushona sasa hapo na yenyewe pia nitaenda kuigeuzia. Baada ya kuigeuzia nitashona upande wa huku kwa nje na wa huku ili iweze kukaa sawa. Kama ulivyoona imekuwa sasa imara. Kwa hiyo sasa nitaenda kuibandika kwenye kile kipochi changu. Na nitapima katikati hii mfuko wote ni inchi 5, kwa hiyo katikati ni kwenye 2.5. Kwa hiyo upande wa huku na upande wa huku ndio nitaenda kuweka mkanda wangu. Kwa hiyo nitauchomeka mkanda wangu hapo na nitauchomeka pia mkanda wangu hapo. Hivyo na hivyo. Na kama unavyoona sasa tayari mkanda wangu umeshakuwa vizuri.
kabisa, na kipochi changu tayari kimeshakuwa vizuri, tayari kwa matumizi. Sasa mimi nachukua chupa langu hila hapo na liweka kwenye ako kapochi. Kama ulivyoona nakavuta vizuri na kamekaa vizuri kabisa, kazuri, kako poa. Chupa sio lazima lionekane kama umeweka juisi, kama umeweka nini. Unaweza ukatembea nako sehemu yoyote vizuri kabisa. Na kamefunikwa na nimetengeneza aina tofauti tofauti. Unaweza kutumia kitenge au unaweza kutumia kitambaa, na chupa za size tofauti tofauti pia zinatumika. Asanteni sana. Kaeleni.